Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wapendwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema katika maisha yetu na amekuwa baraka sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ni mwema katika maisha yako ya kila siku. Na leo tuna ujumbe unaosema kufuta hati ya mashtaka katika maisha yako. Watu wengi sana wamefungwa na vifungo mbalimbali, wamefungwa na mashtaka ya miungu na mizimu ya kwao, wamefungwa na kila madhabahu za ulimwengu wa giza. Ndio maana hawezi kushtaki, kwa sababu unaweza kuwa umeokoka lakini bado kuna hati ya mashtaka ambayo lazima utumie damu ya Yesu Kristo iliyoenda kufuta mashtaka ya kila aina, ambayo lazima upeleke damu ya Yesu Kristo ili kasimame katika maisha yako. Na tunaona kwamba mashtaka yanaweza yakawepo kwenye maisha ya mtu, anajitahidi kuomba, lakini shetani anasema kwamba niko mahali hapa kwa sababu baba yake na mama yake walitambika, walifanya uganga, walifanya ushirikina, walitoa sadaka kwetu, kwa hiyo huyu ni wa kwetu. Kuna watu wanatembea maisha yao yameshauzwa, ameshauzwa tayari, kwamba anapotaka kufanya jambo lolote zuri, shetani anaenda kushtaki, angalia, hao ni wa kwetu ukoo mzima, hao ni wa kwangu mimi, nilishawapewa miaka mingi. Lakini tunaangalia kwamba hata Yesu mwenyewe walimwekea hati ya mashtaka ambayo tunaipata katika Marko ile sura 15 ule mstari wa 26. Marko 15:26, neno la Mungu linasema kwamba palikuwa na anwani ya mashtaka yake iliyoandikwa juu, mfalme wa Wayahudi. Na kusoma Yohana ile 18:29 anasema kwamba basi Pilato akaotokea nje akasema, ni mashtaka gani mnaoleta juu ya mtu huyu? Tunaangalia Yesu Kristo mwenyewe anasema kwamba palikuwa na anwani kichwani mwake iliyoandikwa mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo walianza kuonyesha tatizo au kesi ambayo walimfunga nayo. Kwa hiyo jukumu la kumpeleka gerezani au kumshtaki au kwenda kumsulubisha, lazima wawe na anwani, lazima wawe na hati ya mashtaka. Na hati ya mashtaka ya kwake anasema kwamba anajiita yeye ni mfalme wa Wayahudi. Sasa sikia nikwambie, kama Yesu mwenyewe alipelekwa, alishtakiwa na kupelekwa pale Kalvari na akateswa, lakini hawakuchua waliokuwa wanamtesa ni nani. Nataka nikwambie kwamba hawajui maisha ya kwako leo. Inawezekana wanakutesa leo kwa sababu wako hapo kwa ajili ya halali. Sikia nikwambie, hakuna shida inayotokea bila kuwa na sababu, au hakuna mauti inayotokea kwa mtu bila kuwa na sababu, au hakuna jambo ambalo linachelewa kwako lisilokuwa na sababu. Anachelewa kuolewa, anachelewa kuoa, kila anapotafuta. Ukirudi katika historia ya familia, kuna maagano yalifanyika, kuna hati ya mashtaka imewagadi, kuna hati ya mashtaka inawazuia kwamba wao huwa wafanikiwa kwenye masuala ya elimu. Hati ya mashtaka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hati ya mashtaka. Lakini angalia, Yesu Kristo alikuja akafuta hati ya mashtaka, na damu yake ya thamani ilikuja ikafuta mashtaka. Damu yake ya thamani ilikuja ikafuta mashtaka ya miungu yoyote. Kuna matambiko ya kwenu, damu ya Yesu Kristo inafuta kabisa yale mashtaka yanayokutesha katika familia yako leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu, nataka nikwambie kwamba hayo ulio nayo leo, kuna watu wanakushtaki usiku kwenye vikao vya wachawi, wakati wamelala. Watu wako kwenye vikao wanashtaki, wanasema tumemleta huyu anajifanya eti ana hela, anafanya biashara, tunaona kwamba anaenda kufanikiwa, tunaona kwamba anaenda kupata watoto, yani tumeona. Kwa hiyo yule mkuu wao anasema mnataka tufanye nini ili tuweze kumshtaki? Anasema sisi tuweze kushtaki kwamba asifanikiwe kabisa, kila kitu chake kiharibike, mipango yake iharibike, ndoa iharibike, anaenda kupata mchumba, anaenda kupona. Tumeleta mashtaka jamani, anaombewa. Ongezeni majeshi yaendelee kumdhuru, ongezeni anuke, akose kibali, asione huyo mchumba wake, asione hiyo biashara, asione hiyo fedha. Na kuna wakati mwingine, kwa sababu umezaliwa kwenye hali ya maskini, baba yako amepita kwenye hali ya maskini, so kuna mashtaka ambayo ya miungu yako kwenye familia. Kuna mashtaka ambayo yalifanyika huko kwenye ukoo. Unafanya biashara, unatumia nguvu kubwa, unakopa na mikopo, unachukua na pale unasema unaongeza. Mashtaka yanasema hapana, huwezi kutoboa. Wakienda wakiangalia katika ulimwengu wa roho, taarifa za kwenu za familia
Hakuna mtu aliyefanikiwa. So kuna hati ya mashtaka. Mwana wa Mungu, ukiona kuna mahali uvuki, kuna eneo mahali wanakuchezea. Kuna maeneo ambayo miungu inakuchezea. Kuna maeneo wachao wanakuchezea. Wamekushtaki kwa ajili ya huo ugonjwa. Wamekushtaki wasema apate ajali, utapata kwa jina la Yesu. Wametuma magonjwa ukafe kwa hiyo magonjwa, utakufa kwa jina la Yesu. Wameweka mashtaka na hizo minutes zao za vikao, wametuma na mapema kushambulia kwamba Yesu akiwa ndani yako, yeye alishinda mashtaka na anwani yake ni kweli. Yeye ni mfalme wa Wayahudi, yeye ni mfalme wa watu wote. Hakukosea, hawakujua wa kuelewa. Walikuja kutambua baadaye, kumbe anwani hii ni kweli. Kumbe ni mwana wa Mungu. Kumbe ni mwana wa Mungu kweli. Nataka nikwambie kwamba hati ya mashtaka yoyote wanaokushtaki leo, unapita kwenye mamko soko na mtu anasema huyu ni wa kwetu, huyu hawezi kufanikiwa. Iko damu ya Yesu Kristo itakonena mema katikati yako na itafungua milango yako siku ya leo. Nataka nikwambie kwamba mashtaka yoyote ikafutike, hati ya mashtaka. Kwa hiyo naamini kabisa Isaya 60:11-12 nasema malango yako nayo yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku. Malango yako yamefungwa kwa hati ya mashtaka. Malango yako yamefungwa sio kafanikiwa. Malango yako yamefungwa usiku na mchana. Nataka nikwambie, peleka mashtaka yako kwa Yesu. Kuna watu si waombaji, watu wababaishaji wa maombi. Peleka maombi, ingia kwenye toba, ingia kwenye rehema. Anza kuomba rehema kwenye nyumba ya baba yako. Kutoka 20:5 anasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Kwa anza kuingia kwenye rehema. Kwa hao waliotangulia vizazi hivyo huwa tunaomba rehema. Toba ni ya kwako mwenyewe. Maanza na rehema, kisha ingia kwenye toba ya kwako mwenyewe. Kwanza kufungua malango yako, kwanza kufungua neema yako, kwanza kufungua mipango yako. Utapambana sana na hiyo biashara, utapambana sana na hiyo masomo lakini ufaulu. Utapambana sana na kutafuta mume, unakaa uchumba unadumu miezi 2-3 anaondoka. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho una mashtaka ya ulimwengu wa giza, lakini tukipeleka damu ya Yesu ikalipe gharama na ikafuta zote na rehema ya Yesu ikapita katika hilo eneo, hakika kila utakalofanya litafanikiwa. Na watu wamekufa sababu ya miungu. Wamepeleka mashtaka ya kupata ajali njiani, wanakufa barabarani ovyo. Watu wanateseka, wanateswa na nguvu za giza. Nataka nikwambie kwamba usiwe mmoja wao, usiwe mmoja wao. Na Yesu kanene mema. Na sasa hivi tunaenda kufuta hati ya mashtaka mahali popote waliko kufunga. Ufunuo 12:11 inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao kupenda kupenda maisha yao hata kufa. Iko damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ikafute mashtaka kwako. Hampataji watoto, ni wagumba, hamuolewi, biashara hakuna mtu mwenye degree au waliopata kwenda shule, mkafika mahali wanaishia mahali ovyo, hakuna kitu, ni magonjwa, mnakufa kabla wakati, au mtu akiweza kufanikiwa anakufa kabla wakati. Kwa sababu kuna hati ya mashtaka. Mlishanenewa kwamba hamtafika pale, hutafika kwenye destination yako, hutafika kwenye destiny yako. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tunaenda kufuta hati ya mashtaka yote ya vikao vya usiku, vya mchana, iwe ni jana usiku, ni juzi, tunafuta kwa damu ya thamani. Naomba ungane pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninaomba rehema kwenye nyumba ya baba yangu. Machukizo yote yaliyofanyika, ibada za wafu, matambiko na uganga na ushirikina, chale tulizochanjwa, tuliogeshwa kwa waganga, vitovu vyetu vilichukuliwa, wakapewa mababu na miungu na nywele za uchanga na ibada za pombe na makafara na matambiko. Ninaomba Bwana uturehemu. Naomba uturehemu Bwana. Yamkini mimi mwenyewe nilijipeleka kwa waganga wa kienyeji. Umenikataa. Ninasogea mbele zako Bwana. Nimeshtakiwa, nilijipeleka mwenyewe. Mwambie Bwana Yesu, naomba rehema. Naomba nisamehe. Ingia kwenye toba. Mungu akusamehe. Mwambie nisamehe dhambi zangu zote. Mwambie futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na ukifanya kwa kuomba hivyo, Mungu atakusamehe na atakutakasa. Kuanzia sasa, maneno haya yakafanyike baraka, yakafanyike kombolewa kwenye maisha yako. Miungu ikuachie, miungu ya kigeni, miungu ya kifamilia ikuachie kuanzia sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninaomba uweze kufunguliwa na hati ya mashtaka iweze kuondoka kwako. Baba wa mbingu na nchi, niko mbele zako. Mashtaka yoyote ya miungu na iamuru iondoke ndani yako, na iamuru iondoke ndani yako, iondoke ndani yako. Mashtaka yoyote, miungu yoyote,
madhabahu zozote zikuachie kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila madhabahu yoyote, miungu yoyote iliyo kwenye familia inaowatesa, ninaamuru yaachie. Mashtaka yoyote, mmeshtakiwa kwa waganga wa kienyeji, ya masaka, walifanya uganga, wamesahau, walichimbia vitu. Leo hiyo ardhi ya kwenu imeshtakiwa, shetani anaifanyia mambo. Napeleka damu thamani huko ulikozaliwa, kwenye kitovu chako kilichukuliwa, kilifanyiwa ibada mbele za uchanga. Ulipozaliwa, ulipokolewa na nani na mkunga gani? Ibada gani zilifanyika? Maneno ulionenewa ukashtakiwa nayo, wenyewe unenewa na wazazi, wenyewe unenewa na watu majirani, kwamba hata kafanikiwe, hata afika kwenye eneo fulani. Ninafuta hiyo mashtaka ambayo shetani aliandika. Iwe ni kwa wazazi ya mashtaka walikunenea maneno mabaya, ninafuta hati ya mashtaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Walisema usiku, walisema mchana, walisema kwenye vikao vya wachawi, walisema kwenye miungu ya matambiko na majina yalipelekwa. Ninafuta kwako sasa, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Kalvari. Magonjwa walisema utakufa nayo, ninayafuta maneno, ninayafuta magonjwa hayo, ninayafuta magonjwa hayo, ninaweka uzima ndani yako, ninaweka uzima ndani yako. Walisema utafeli na kufeli, naweka kufaulu kwa damu ya thamani. Ukafaulu kiroho, ukafaulu kimasomo, ukafaulu kiuchumi, ukafaulu kiafya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe miungu nyamaza, ya masaka, na kuingiza sasa kwenye ufalme wa Simba wa Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti hai, na kuingiza kwenye ufalme wa Yesu Kristo. Ingia na watoto wako, ingia na biashara yako, ingia na ndoa yako, ingia na uzao wako. Pokea baraka za Bwana, pokea kuinuliwa tena, pokea kuinuliwa tena. Hicho kilio kinaondoka, haya mapepo yanakimbia, magonjwa yanakimbia, mauti naona yanatoweka, hizo mauti zinaondoka. Ya basaka, kila kitu kinaondoka, kila madhabahu yanaondoka kwa damu ya Yesu. Wamekalia uchumi wako, wamekalia biashara, wamekalia ndoa, toka uharibifu, toka kwa damu ya thamani. Bwana Yesu, niko mbele zako, ninawashtaki wote wanaomtesa mtoto wako, na washtaki madhabahuni pako, wanaomfuatilia usiku, hawataki maendeleo yake, hawataki uchumi wake. Ninawashtaki mbele zako Mungu. Sisi tunawasamehe, lakini washtaki mbele zako, ukawakamate, ukaanze kuwapa adhabu, ukaanze kuwatesa mwenyewe. Sisi hatuwezi kuwatesa, lakini sisi tunawasamehe wote waliotukosea. Nyanyua fimbo yako, sisi tunaposamehe, wewe ndio unalianzisha. Kwa wale wanaotulipa mabaya, Baba, mabaya aliyolipa, amefungwa usiku, amefungwa mchana, iwe ni kwa damu ya mtu, iwe ni kwa damu ya kiumbe chochote, ya masaka, inaachilia neema ya Bwana, inaachilia mashtaka yote waliokushtaki kwenye miungu na madhabahu. Ninatamka ushindi, ninatamka ushindi kuanzia sasa. Ukabarikiwe na ukawe mshindi. Ninaona kesho yako, ninaona leo yako, ninaona muda huu. Yesu amekuinua, amekubariki. Sema amen na uamini kwamba umeshafunguliwa. Amen.